Miezi kadhaa iliyopita tunavyozungumza, ulipokea taarifa kwamba unaenda kufanya utume nchini Canada. Mapokezi ya taarifa hii kwako yalikuwaje wakati unapata hii taarifa? Kuhusu utume wangu wa Canada, siku si nyingi pengine nitaenda kule Canada. Ni kweli taarifa hizi alinipa baba mwadhama kwamba amepata nafasi huko, na akaniambia kwamba niliona pengine ni vema uende kule ukafanya utume kule, ikiwa ni pamoja na kubadili mazingira na kupumzika kwa kazi ambazo umekuwa ukifanya, ubadilishe mazingira. Sio siri kwa mtu wa aina yangu na mtu yote yule lazima ungelipaswa kufurahi. Nilifurahi sana kwa sababu nilikuwa na mzigo mkubwa wakati nafanya shughuli zangu hapa, kuwa naibu askofu, kuwa paroko, kufundisha chuo hiki cha MUCTA, chuo kikuu. Zilikuwa kazi nyingi sana. Kwa nilifurahi sana kwa kweli, na mpaka dakika hii nasubiri kwa hamu kubwa sana kuondoka kwenda kule. Kwa sana najua utume wa kule pamoja na changamoto zake, angalau nitapumzika kidogo, kwa sababu utume wa kule si kazi nyingi kama za huku. Utakuwa na unafuu na kubadili mazingira. Nilipokea kwa furaha, hata sasa hivi najisikia vizuri. Nasubiri kwa hamu niende. Sawa baba, tukizungumzia zaidi mambo ya kijamii kidogo, wewe umekuwa ni mkufunzi pia katika chuo kikuu kishiriki cha Askofu Mkuu Mihayo MUCTA hapa Tabora kwa miaka mingi, na umetueleza kwamba ulikuwa miongoni mwa waasisi kabisa wa chuo hiki, kwa maana ya wale walimu walioanza kufundisha wakati chuo kinaanza. Changamoto kubwa ya vijana ambayo umeiona tofauti na nyakati za zamani, vijana wa hivi sasa, unaiona changamoto gani kubwa ambayo inawakumba zaidi hasa katika mazingira haya ya ujifunzaji? Ndio, changamoto zipo kadhaa. Changamoto ya kwanza ambayo niliona kufanya kazi na vijana, kwanza kama kwa miaka ya sasa, ilikuwa moja kubwa ni ajira. Tulipoanza chuo hiki mwaka cha MUCTA mwaka 2010, wale wanafunzi waliomaliza wa kwanza mwaka 2013, 14, ile miaka miwili walipata ajira, lakini kuanzia 15 mpaka sasa hivi waliopata ajira naweza nikasema ni wachache, na nadhani mtakubaliana na ninyi, mtakubaliana na mimi wote mnao tazama kwa sasa hivi, ajira ni shida. Kwa kweli hiyo imekuwa changamoto kubwa sana kwa vijana hasa ajira. Lakini la pili, nikirudi hasa kwenye somo langu nililokuwa nalifundisha la maadili, niligundua kwamba vijana kuna mambo ambayo nilikuwa na wafundisha ya maadili, unaona wanashangaa. Mfano, ungeweza kufundisha kwa mfano kitu kama kutoa mimba, baadhi ya vijana ukaona wanatetea kitu hicho, wanasema kwani si halali yangu? Kwa nini sitoe mimba? Msichana kuambia nimepata mimba sihitaji. Kwangu mimi ni mshangao mkubwa sana. Ile ukimwelewesha ukamwambia kwamba hapana, kitu hicho si kizuri, na ukatoa sababu na kadhalika, anapata uelewa. Kwa kuna vitu vya kimaadili kwa kweli unakuta ni changamoto kubwa kwao. Lakini changamoto nyingine kubwa, kwa mfano, vijana wengi unakuta wajapata mikopo, kwa mfano wanahitaji pesa, maisha yanakuwa magumu. Na wengine unaweza kukuta pengine wakapotea, na hii ni kwa vio vyote, kwa kufuta wanaingia kwenye mambo ambayo si mazuri kimaadili na kadhalika. Ni baadhi ya changamoto hizo ambazo unakuta vijana wanazo kwa kweli kwa sasa. Ndio. Jambo jingine ni kwamba unauonaje ulimwengu huu wa sasa wa sayansi na teknolojia, kwa maana ya faida na hasara zake, ulimwengu huu wa kidijitali ambao tuko nao, hasa katika uinjilishaji, sayansi na teknolojia katika uinjilishaji, unaionaje? Kwanza nijipambanue. Unaponiuliza swali hilo nafurahi sana, sayansi na teknolojia. Mimi mwenyewe masomo yangu ni ya sayansi kimsingi.
kwa sababu India, namshukuru Askofu Mkuu Mugurude aliponipeleka. Nimesoma degree ya kwanza ya physics, degree ya pili ya physics, lakini kwenye mambo ya electronics, alafu baadaye nikaongeza na ualimu. Lakini mpaka dakika hii naweza nikakuambia na interest kubwa sana na sayansi. Kila siku endayo kwa Mungu lazima nisome habari za sayansi, niangalie BBC mambo ya sayansi, mitandao ya kisayansi, nione trend za kisayansi. Sasa ulimwengu kama wa sasa hivi mnahitaji artificial intelligence kwa Kiswahili, akili mnemba au akili unde ndio artificial. Napenda sana. Sasa ulimwengu wa sayansi na teknolojia ni mzuri sana, kwa sababu nikianza na faida chache tu kiuinjilishaji. Kwa kweli tuko kwenye ulimwengu ambao sasa hivi uinjilishaji umerahisika. Mfano, wewe unahusika sana kwenye chaneli yetu tuliyoanzisha Injili ya Furaha ambayo ina miaka kama 7. Unaona, naweza nikatoa tafakari yangu au nikarusha tukio la kijimbo hapa au la kitaifa hapa, lakini kwa sekunde chache unaona limesambaa dunia nzima. Hata ya mahojiano tunayafanya hapa Tabora, lakini inasambaa dunia nzima. Kwa kweli kiuinjilishaji inasaidia sana, na mimi nijipambanue nisema kwamba ni kati ya watu ambao napenda sana kuitumia teknolojia. Na hata wewe msikilizaji, ukiweza unaweza ukanishauri kama kuna mbinu ambazo tunaweza tukaziboresha ili tuweze kuinjilisha zaidi kwa kutumia teknolojia. Hii ni safi sana. Unaona watu, kwa mfano teknolojia sasa, watu wana simu smartphone, na mahojiano kama haya mtakuwa mnaangalia kwenye simu zenu. Hiyo ni teknolojia, inarahisisha sana. Television hizi zimerahisisha sana teknolojia hiyo. Mitandao ya kijamii hii imerahisisha sana. Watu mna Biblia hapa kwenye simu zenu hapa, unaweza ukasoma Biblia yako. Watu kwenye mitandao mnaweza mkashirikishana ujumbe wa kidini. Kwa kweli, kwa ufupi niseme Mungu mkubwa kwa uinjilishaji ni kipindi ambacho tukikitumia vizuri, na naomba sasa mnaonisikiliza, pengine walei hapa, watawa na mapade, tukitumie vizuri kwa ajili ya uinjilishaji. Teknolojia hii inasaidia sana. Changamoto zake ni wazi, zipo tena nyingi tu. Unajua teknolojia hii ilivyotibua mahusiano ya watu yamekuwa shida. Kwenye familia tunafahamu vizuri sana. Unaweza kukuta baba ametoka kazini, mama ametoka kazini, badala ya jioni kufika nyumbani, kwa mfano muongee na watoto au wenyewe mshirikishane yaliyotokea, simu ziwe pembeni, kila mtu na simu yake. Haya, unaweza ukaenda mahali labda watu wanakula chakula au wanapata kinywaji soda, labda kwenye mgahawa fulani, wameenda watatu, baada ya dakika chache kila mtu na simu yake. Sasa kuna maana gani? Ni sawa na kwenda kwa mtu kumtembelea, alafu unafika alafu anawasha television. Sasa television ya nini? Mimi sinayo nyumbani, msikuja kuangalia television kwako. Nimekuja kuongea na wewe. Unaona? Na ndoa zimevunjika kwa mfano, hayo mahusiano. Wakati mwingine unakuta hata watu wanakula, mtu anakula ameweka simu yake hapa upandeni, anaweka tonge la ugali, alafu anaanza kuscroll kwenye simu, na yuko na familia au na wenzake mezani. Hizo ndizo changamoto zake. Lakini hata vile vile sayansi na teknolojia hii inatumika vibaya na watu wengine, kuingilia mambo ya siri ya watu. Hawa watu ambao wana haki simu au majambazi au ambao wanatumia mitandao kuingia hata kuibia watu, kutuma picha za watu ambazo pengine mtu akutaka zishirikishwe mule. Kuna mambo mabaya yanatumiwa ambazo kwa kweli ni changamoto zake upande wa pili. Lakini mimi nasema kwa upande wa faida, ziko nyingi sana. Ni mjadala mkubwa ambao tunaweza tukaufanya kwa kweli. Zaidi ya mahojiano haya ni kitu kizuri sana. Umegusia hapo kuhusu hii ni swali tu la kichokozi. Kuna watu huko wanasema sasa Father Faustin Rwechungura anaenda Canada. Ndio maana yake sasa ile chaneli yake ya Injili ya Furaha itakuwaje? Pengine ni wasapi wa kuzungumza na watazamaji ambao wamekuwa wakifuatilia zaidi hii channel. Ni kweli kuna watu ambao wamekuwa wakiniuliza sasa, Father, unatoka hapa Tabora unaenda Canada, sasa vipi utaratibu wa kutupatia neno la Mungu?
niwahakikishie, tuombe uzima, mtaendelea kupata mambo kama kawaida. Na kule Mungu anijalie nifike salama, nitaongeza vitu vingine zaidi, na hiyo ndiyo teknolojia. Mambo yatakuwa yanafanyika kule, yanarushwa kule, mahali popote duniani utakapokuwa utakuwa unapata mambo hayo. Kwa ni watoe hofu, mambo yataendelea, siwezi kuacha. Ni utuma ambao nimeuanza nikiuacha, ni kama yale maneno ya Mtume Paulo kwamba ole wangu nisipoihubiri Injili. Na mimi ndio maana nasema ole wangu nisipoendelea na hii Injili ya furaha. Tuombe uzima na tuombeane afya njema ya roho na mwili, ili kazi iweze kuendelea. Na na imani Mungu atatusaidia katika hilo. Sawa. Baba, wakati tunaelekea mwishoni, ningependa pia nikuulize hili swali. Kwa yule kijana ambaye anatamani kuingia katika maisha haya ya utawa, ya upadre pia, anapaswa afanye nini? Lakini tukizingatia pia kuna namna ambavyo tunasema familia zimekuwa na mchango mkubwa, zinaweza kuwa na mchango hasi au mchango chanya katika kukuza ule wito wa mtoto. Kwanza wito wako kwa wazazi, lakini pia wito wako kwa huyu kijana ambaye tayari amekuwa, lakini amepitia katika mazingira yenye heka za namna hiyo, ambayo huenda yakawa yanamvuta nyuma kutimiza wito wake ule ambao amepangiwa na Mwenyezi Mungu. Kwanza maswali kama mawili umeuliza hivi, labda nianze la kwanza. Kijana ambaye labda anapenda, anavutiwa, angependa kuwa padre, afanye nini? Na huyo kijana anaweza kwa shule ya msingi, sekondari au hata chuo kikuu. Yaani naweza nikasema kitu cha kwanza kabisa kwa upande wa upadre, inabidi kwanza amemaliza kidato cha 6 na awe amefaulu vizuri. Angalau pasi zake zimwezeshe kwenda chuo kikuu. Asiwe sasa ndiye amaliza form 6 sana division 0, hapana. Angalau division 1, division 2. Lakini awe na moyo huu wa kutaka kuwa padre. Na kama kijana huyo yupo, zamani ilikuwa lazima uwe umesoma seminari. Sasa hivi umesoma chuo chochote, hiyo kidato cha 6 ni elimu ya chini, maana yake na kupanda juu. Hata kama una degree ya uzamivu, doctorate, haina shida. Diploma zako unazo, hamna shida. Msingi ni nani ya chini kabisa. Sasa ukiwa hivyo, sasa nenda kwa mkurugenzi wa miito jimbo lolote. Ulizia kunakuwa na mkurugenzi wa miito, ndiye anashughulika na mambo ya kutaka kuwa padre. Atakupa miongozo kwamba fanya 1, 2, 3. Kama uko shule ya msingi, endelea kusali, endelea kulea wito wako. Kama uko sekondari, ukimaliza kidato cha 6, basi muone mkurugenzi wako, au kama mkurugenzi unaweza kuwa uko mbali, hata umjui, muone padre ambaye yuko karibu nawe, atakusaidia sana. Kwa upande wa utawa sitaki kusema sana kama masista, lakini ninachojua masista vile vile kuna mashika ambayo yanapeleka angalau kwa upande wa elimu, angalau umemaliza kidato cha 4 mengi na kupanda juu. Wengine wameshaenda mpaka kidato cha 6 na kupanda juu. Machache sana ambao wanachukua darasa la 7 na uwe labda umesoma mafunzo fulani. Hiyo ni la kwanza. Lakini sehemu ya pili ya swali lako ambalo ni muhimu ni kuhusiana na familia. Kwa kweli, ndugu mtazamaji unayenisikiliza, nikushukuru sana Bwana Pasco kwa kuuliza swali hili. Familia zina mchango mkubwa sana. Ninyi mnaonisikiliza mna mchango mkubwa sana katika malezi ya mtu, kumlea kijana kuwa padre. Unajua kuna dhana kwamba wazazi wengine kwamba mtoto wangu akisoma asipokuwa padre ndiye atanisaidia zaidi. Lakini kuna wazazi wengine ambao wanaona kwamba upadre sio dili. Unaona, anataka mtoto wake awe na cheo kikubwa, awe na pesa na kadhalika. Kuna wazazi sasa, kuna baadhi ya wazazi wakiwa na mtazamo wa hivyo, huo mtazamo wanaenda wanaupeleka kwa mtoto wao ambaye anakuwa na nia. Sasa hiyo ni hatari sana. Lakini kinyume chake kuna wazazi ambao unakuta wanapenda watoto wao wawe mapadre mfano au watawa, ila watoto wenyewe wapo kinyume. Na hasa akina mama mna mchango mkubwa sana, kwa sababu mnakuwa na karibu na vijana wenu hasa wa kiume.
nishaingia familia moja, mtoto anasoma seminari, mama anamwambia mtoto wangu, nimesikia unataka kuwa rubani, ulikuwa unaniambia rubani sio kitu kizuri, kuwa soma, kuwa daktari, uwe injinia, yuko seminari. Sasa kama anaambiwa hivyo, hata hiyo itamwingia, lakini uko unamwambia ningependa na nakuombea mtoto wangu uwe padre siku moja, basi naye mtoto ataendelea hicho kitu kukua. Kwa familia kwa kweli zina mchango mkubwa sana katika malezi ya kijana kuwe padre, lakini vile vile tuziombee hizo familia, vijana hao tuwape miongozo, mapadre parokiani, tusaidie familia kuwapa malezi, watambua wajibu, kwa sababu sisi tunazeeka sasa, tunakuwa wazee na zizi ambalo halina ndama basi ng'ombe wanakwisha. Kwa sababu tunawahitaji ninyi vijana mje mtufuate, kwa wazazi wahamasisheni. Ni vizuri kumshauri kijana katika maisha yake kwa ujumla, au kazi za kufanya au wito wake, na ukampa uhuru. Wewe mzazi unaweza ukawa upendi upadri, pengine unamlazimisha lazima aolewe, lazima aoe. Kama ni msichana maana yake, kama ni mvulana lazima aoe. Sasa kwa nini unampangia maisha? Maisha ni yeye atakayeishi, mwache. Na akimtumikia Bwana ni kitu kizuri. Tusiangalie mambo ya kidunia ya mali. Mimi hapa sawa, sina mali zozote zile, lakini amani ya moyo, najua nafanya kazi ya Mungu, na Mungu basi atanilipa kadiri anavyoona nafanya kazi yake. Kwa hiyo tuwalee vizuri katika familia zetu na kuwapa moyo vijana wapendwa, wasikilizaji na watazamaji na wanatazama. Nakushukuru sana baba. Kwa kuhitimisha, kuna jambo lolote ambalo ungependa kuzungumza na wanaparokia kuanzia Sikonge ambako ulianza utume wako kama paroko, Kipalapala, St. Teresa kwa maana Mtakatifu Teresia hapa, kanisa kuu na parokia nyinginezo zote ndani ya Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, na wengine wote ambao wanakufuatilia, wanakufahamu nje ya Jimbo Kuu Katoliki Tabora? Wana parokia hizo tatu, na nimekaa parokia tangu parokia hizo tatu tangu niwe padre miaka 23. Mimi kwanza ni neno la shukrani. Nawashukuru sana kabisa kwa maombi yenu na kwa misaada yenu mbalimbali ambayo imenifanya mimi niwe nilivyo. Mimi niko kama nilivyo kutokana na mchango wenu, kuwa na ninyi, kufanya utume wangu na ninyi, kuinjilisha kwenu, kubatiza watoto wenu, kusimamia ndoa zenu, kuzishuhudia kama padre, kuwaombea. Lakini ushirikiano wenu mkubwa, naweza nikasema kwa kweli, kwa moyo wa dhati na kwa adama, na washukuru sana. Waamini wa parokia zote hizi wamenisupport sana. Nina kumbukumbu nzuri sana. Jana sasa hivi ungeniuliza kwa parokia hizo tatu, una chuki na mtu? Sikumbuki wala si. Nimekuwa na amani sana na kwa mchango wenu ninyi. Asante kwa maombi, na muendelee kuniombea. Misaada yenu ya hali na mali, na washukuru sana. Mungu awabariki sana na mzidi kuniombea. Sisi ni viumbe dhaifu, ni kwa neema ya Mungu tuko kama hivi tulivyo. Mtuombee sana, naomba sala zenu. Na asante sana kwa yote. Mungu awabariki sana. Lakini mapadre wenzangu, maaskofu wangu kadhaa sasa hivi, Mungu awabariki sana. Asante sana. Baba, mimi nikushukuru sana kwa wakati huu ambao tumekuwa na wewe mwanzo mpaka hivi sasa tunahitimisha mahojiano haya maalum. Hakika yamekuwa ni mahojiano ambayo yanatija kwangu mimi binafsi, lakini pia kwa watazamaji wetu ambao wametufuatilia. Asante sana, na mimi nakushukuru sana kwa kuandaa kipindi hiki, lakini kwa kazi kubwa sana ambayo unaifanya. Nikushukuru sana kwa nyuma ya kamera. Wewe hawakuoni, lakini wewe ndio unayefanya mambo yote haya. Leo ndo ameniona. Labda leo ndio amekuwa, ndio Pascal ambao ndio kwa nyuma ya kamera. Na wewe Mungu akubariki sana, tuendelee pamoja kumtangaza Kristo. Asante sana. Na mtazamaji, kufikia hapo tunaweka nukta ama tunafikia tamati katika mahojiano haya maalum ambayo tumekuwa naye Padre Faustin Rwaichungura. Tumefahamu mengi kuhusiana na maisha yake tangu akiwa mtoto mdogo kutoka kule mkoani Kagera, safari yake mpaka kufika hapa mkoani Tabora, lakini maisha yaliyoendelea mara baada ya hapo akiwa padre hapa Jimbo Kuu Katoliki la Tabora. Tumejifunza mambo mengi sana ambayo hakika wewe pia ni shuhuda wa yale ambayo ameyazungumza. Ninachokusihi ni kwamba kile ambacho umejifunza kutoka kwake, basi hakikisha
unashare nasi hapo chini sehemu ya kuandika comment. Hakikisha umeandika kile ambacho umejifunza, kile ambacho umeondoka nacho kutokana na kile ambacho baba hapa ameshare nasi kwa siku hii ya leo. Nikushukuru sana. Nikwambie tu kwamba nyuma ya kamera katika kuhakikisha kwamba kila kitu ama picha zote unazipata kwa uzuri kabisa, kwa viwango vizuri, walikuwepo wenzangu Aniset Gosbet pamoja na Yusto Barnaba kuhakikisha kwamba unapata picha nzuri kabisa. Mimi naitwa Pasco Tuliano. Baba, tunakushukuru na bila shaka tunakuombea huko unakoenda huko katika utume mpya nchini Canada. Mwenyezi Mungu akutangulie. Asante sana, na wewe Mungu akubariki, tuendelee na kazi ya kumtangaza Kristo. Amina. Asante sana. Asante sana mtazamaji, uwe na siku njema. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.